Leo na kusimulia hadithi ya kweli, hadithi ya mtu ambaye alijificha nyuma ya tabasamu, mavazi ya heshima na cheti cha udaktari, lakini ndani yake alikuwa ni mnyama wa kutisha sana. Huyu si mwingine ni H.H. Holmes, muuaji wa mfululizo wa kwanza katika historia ya Marekani. Jina lake halisi lilikuwa ni Herman Webster Maggett. Alizaliwa mnamo Mei 16 ya mwaka 1861 katika kijiji kidogo cha Gilmarton huko New Hampshire. Tangu akiwa mtoto kabisa, Holmes alikuwa na tabia ya ajabu sana. Alionyesha kupendezwa na kifo na upasuaji, na alisemekana kuua wanyama wadogo kwa siri sana. Baadhi ya watu waliomfahamu waliamini kwamba alikuwa na akili nyingi, lakini alikuwa mnyonge kihisia. Alihitimu katika chuo kikuu cha Michigan School of Medicine ambako alipata ujuzi wa kitabibu aliyougeuza kuwa silaha yake ya mauaji baadaye. Alipoingia katika maisha ya watu wazima, alibadili jina lake kuwa Dr. Henry Howard Holmes na alifanya kazi kama mfamasia, mfanyabiashara na pia daktari wa kujitegemea. Mnamo miaka ya 1880 mwishoni, Holmes alihamia Chicago ambako alianza kujenga jengo kubwa lililokuwa na maduka chini na vyumba vya kukodisha juu yake. Lakini jengo hili halikuwa la kawaida kabisa. Lilijengwa kwa vyumba vya siri sana, korido zisizo na mwisho, milango ya mitego, sehemu za kuhifadhia maiti pamoja na mashimo ya gesi. Baadaye watu waliliita jengo hilo kama The Murder Castle, kwa maana ya kasri la mauaji. Hapa ndipo Holmes alipotekeleza mipango yake ya kutisha zaidi. Aliwalaghai wanawake, hasa waliokuwa wakitafuta kazi au makazi. Alikuwa akiwavutia kwa sifa zake nzuri na sura ya kupendeza sana, lakini mara walipoingia ndani ya kasri hilo, wengi wao hawakurudi tena uraiani. Holmes alitumia mbinu tofauti katika kutekeleza mauaji yake, ikiwemo kuwafungia katika vyumba vya hewa ya sumu, kuwanyonga kwa njia za kimya kimya, kuwaangusha katika mashimo ya siri yaliyojaa tindikali au moto mkubwa sana, lakini pia kuwaondolea viungo vya mwili kisha kuuza kwa vyuo vya tiba, na pia aliwazika katika saruji au maeneo ya chini ya jengo hilo. Inasemekana kuwa mbali na tamaa ya damu, Holmes pia alifanya baadhi ya mauaji haya kwa lengo la kujipatia fedha, hasa kwa kulaghai mashirika ya bima ya maisha. Aliwasajili watu wa karibu kwenye bima kisha kuwaangamiza ili kuweza kudai fidia katika makampuni hayo. Alishirikiana pia na baadhi ya washirika wake wa karibu, lakini wengi wao nao waligeuka kuwa waathirika wake. Mnamo mwaka wa 1894, Holmes alikamatwa Boston huko Massachusetts baada ya mshirika wake kuanza kuwa na mashaka naye. Uchunguzi wa kina uliofanywa baadaye ulifichua maiti nyingi sana na ushahidi mwingi wa mauaji yaliyofanyika katika kasri lake huko Chicago. Alikiri kuua watu 27, ingawa baadhi yao waliodaiwa kuuawa walipatikana wakiwa hai. Hata hivyo, polisi waliamini kwamba idadi halisi ya waliouawa inaweza kufikia watu 200 au zaidi. Holmes alihukumiwa kifo kwa kunyongwa kutokana na ushahidi uliokusanywa dhidi yake. Mnamo tarehe 7 Mei ya mwaka 1896, alinyongwa katika jela ya Moyamensing huko Pennsylvania, na inaripotiwa kuwa alipokaribia kufa alionekana kutulia sana, kana kwamba hakuwa na majuto yoyote. Kabla ya kifo chake, aliomba azikwe akiwa ndani ya jeneza lililozungushiwa saruji ili watu wasije wakatoa mwili wake kwa ajili ya uchunguzi wa kisayansi au biashara ya miili. Na hili lilikuwa ni jambo la kushangaza kutoka kwa mtu aliyewaua wengi na kuuza viungo vyao.
Simulizi ya H.H. Holmes imevutia waandishi wa vitabu, waandishi wa filamu na wapenzi wa hadithi za kweli za jinai. Vitabu kama The Devil in the White City na makala nyingi zimeandika kuhusu maisha na mauaji yake ya kutisha sana. Murder Castle ilikuja kubomolewa baadaye, lakini sehemu ya ardhi hiyo iligeuzwa kuwa ofisi ya posta. Simulizi ya Holmes imeendelea kuwa gumzo na kufungua milango ya utafiti kuhusu historia ya wauaji wa mfululizo na madhara ya tabia za kisaikolojia za kipekee. H.H. Holmes hakuwahi kuonyesha majuto ya kweli, na katika macho ya wengi alikuwa ni mtu wa kawaida kwa nje, lakini muuaji wa kutisha kwa ndani. Simulizi yake inafundisha kuhusu hatari ya kuamini sura ya nje ya mtu bila kufahamu undani wake. Na ikiwa umevutiwa zaidi na simulizi hii, basi usisahau kusubscribe, kulike na kushare ili kuwa wa kwanza kupata makala zetu mpya kila zinapotoka. Tuachie maoni yako pia. Je, ungependa tusimulie hadithi gani inayofuata? Asante kwa kutazama. Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Mpaka wakati mwingine.